Habari zenu, ndugu waandishi wa habari, pamoja na wageni wote ambao wameweza kufika hapa katika kituo chetu cha Dorcas Home Care Initiative. Tunawashukuru sana kwa kuitikia mwito huu. Asanteni sana kwa moyo wenu wa upendo. Mimi jina langu ni Rehema Simfukwe, ni mkurugenzi wa Dorcas Home Care Initiative. Na hii ni familia na ni kituo ambacho tunatunza watoto walio na changamoto ya utindio wa ubongo. Na tunamshukuru Mungu sana, Mungu ametupa hiyo neema, na tunatunza watoto mpaka sasa watoto 70. Lakini watoto 20 huwa tunawatunza kuanzia asubuhi mpaka jioni, ili pia kuruhusu wazazi wao waende wakafanye kazi na kuweza kujitafuta na kufikia ndoto zao. Na watoto 50 huwa tunawahudumia kwenye eneo la mazoezi tiba au tunasema therapy. Kwa hiyo hao ndio watoto ambao tuko nao hapa Dorcas Home Care Initiative, na tunamshukuru Mungu sana kupitia kituo hiki tumeona watoto wakiinuka, lakini pia tumeweza kuprovide bima za afya kwa watoto. Mpaka sasa tumeprovide kwa watoto zaidi ya watoto 90 wameweza kupata bima za afya kwa ajili ya afya zao. Lakini pia tumeona kuna watoto ambao walikuwa wamekuja hapa hali zao za kiafya hazikuwa nzuri. Kuna watoto ambao tumewapokea wakiwa na kilo 5, sasa hivi wana kilo 10 na kitu baada ya mwaka mmoja. Tumeona Mungu akiwainua na kuwasaidia. Lakini zaidi ya hayo tumeongeza pia tabasamu kwa wazazi wa hawa watoto. Na hapa pia tuko na baadhi ya wazazi ambao tunawaona, tumekaa nao hapa na wataeleza mengi, lakini tumeona Mungu akiwainua, tumeona wakisogea hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana. Kuna familia ambazo zilikuwa zimekata tamaa, lakini kupitia Dorcas wameweza kuinuka tena. Na kwa asilimia kubwa ya watoto tulionao hapa kituoni ni wale watoto ambao wana uhitaji kwa asilimia 100. Ni wale watoto ambao hata ukimwacha sehemu hawezi kujisogeza kwenda sehemu nyingine. Kwa maana nyingine wamepooza completely. Na hao ndio watoto ambao tumewiwa kufanya huduma kwao, kwa sababu unakuta wakati mwingine ni ngumu hata kupokelewa kwenye baadhi ya maeneo kutokana pia na uhitaji wao kuwa mkubwa. Kwa hivyo tunawashukuru sana Watanzania ambao tumekuwa nao kuanzia mwanzo kituo hiki kinaanza mpaka sasa. Tumeona kwa namna ambavyo mmetushika mkono, tumeona namna ambavyo mmetuombea, tumeona namna ambavyo mmetukumbatia na kutuambia tusogee mbele. Lakini mbali na hayo, tumeona kuna baadhi ya changamoto ambazo tunazidi kuziona kila siku. Changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ni eneo. Hapa tulikuwa tumepanga na mpaka sasa tumepanga bado, na mwenye hili eneo aliona kazi tunayoifanya na tukapata kuongea naye, akawa yuko tayari kutuuzia. Kwa hiyo eneo hili linauzwa milioni 300. Lakini tuna furaha sana, ndio maana pia leo tukaamua tuje tuseme kwa Watanzania. Tunamshukuru Mungu sana, tulianzisha campaign ambayo inaitwa Buku Yenye Thamani. Kupitia kampeni hiyo, lengo lilikuwa ni kutuwezesha kuweza kununua hili eneo pamoja na nyumba ambayo tunaendelea kuwatunzia watoto kwa sasa. Na kupitia kampeni hiyo tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi milioni 180. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Asanteni sana Watanzania wote na hata ambao wako nje ya Tanzania ambao wameonyesha moyo wa dhati kabisa kuwasaidia hawa watoto wetu kupitia bukubuku za Watanzania. Lakini pia hata zaidi ya buku, watu tumeona wakitusaidia kuweza kusukuma hili gurudumu. Kwa hiyo mpaka sasa tumebarikiwa na kiasi cha shilingi milioni 120. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Sasa kutokana na hivyo, leo tumepata sababu ya kuwaita tena waandishi wa habari, na kutokana na uhitaji huo wa kiasi kilichobaki cha shilingi milioni 120, leo tunazindua rasmi campaign inayoitwa Kibubu Changu na Dorcas. Naomba tupige makofi tafadhali. Na kupitia kampeni hii ya Kibubu Changu na Dorcas, Mtanzania yeyote anaweza kuchukua hiki kibubu akaweka kidogo kidogo kwa kadiri ambavyo Mungu atamwezesha. Lengo tuweze kufikia kiasi chetu cha milioni 120, tuweze kuifunga rasmi hii jambo la ununuzi wa eneo la nyumba ya Dorcas. Kwa hiyo kupitia hiki kibubu, either ni taasisi fulani au ni ofisi fulani inatamani kuwa baraka kwa hawa watoto wenye utindio wa ubongo,
kwa sababu tunahudumia pia watoto wengi, sio tu hapa Dorcas, lakini pia hata nje ya Dorcas ambao unakuta wanaishi mbali au mikoani, lakini wanashindwa namna ya kufika, mahitaji bado ni mengi. Kwa hiyo kupitia kibubu hiki cha Dorcas tunaomba Watanzania tushikane mikono, kile ambacho Mungu anakuwezesha kukifanya wewe na familia yako, wewe na taasisi, wewe na marafiki zako, mnaweza kuchukua hiki kibubu na mkadunduliza kwa kadiri ambavyo Mungu atawawezesha kwa ajili ya watoto wetu wa Dorcas. Lakini pia kupitia kibubu hiki, kampeni hii inaanza leo rasmi na mwisho wa kampeni hii itakuwa ni tarehe 22 March. Na tarehe 22 March itakuwa ni grand finali, tunavunja kibubu. Kwa hiyo wote ambao wataweza kuchukua vibubu kuanzia siku ya leo, tutakutana rasmi tarehe 22 March kwa ajili ya kuvunja kibubu chetu, kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya process nzima ya ununuzi wa eneo la nyumba ya watoto hii wa Dorcas. Kwa hivyo niko hapa kuwakaribisha sana wewe ambao unanitazama Mtanzania, aidha uko nje ya Tanzania, unatamani kuchukua hiki kibubu. Inawezekana pia uko mbali. Unaweza kushiriki pia na sisi kwa njia ya kidigitali. Kuna namba za account ambazo zipo kwa kile ambacho Mungu anakuwezesha kufanya. Unaweza kuwa baraka kupitia watoto hawa ili tarehe 22 tuje tuvunje vibubu vyetu na Dorcas. Na ninaamini kila mmoja wetu anaweza kuwa sehemu ya hiki kibubu. Ninaamini kila mmoja ana marafiki. Ninaamini kila mmoja ana ndugu, ana wazazi. Unaweza ukachukua ukasema hiki ni cha kwangu na familia yangu, ukasema hiki ni cha kwangu na wafanyakazi wenzangu, ukasema hiki ni cha kwangu labda na waimbaji wenzangu. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi ya kuwa baraka kwa watoto hawa. Ndugu wa Tanzania wenzangu, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, lakini pia tunawaomba tukawe mabalozi wazuri kwa ajili ya jambo hili ambalo tumeliweka mikononi mwenu. Tunaamini kabisa kidogo changu kinaweza kuwafaa watu wengine, na kampeni yetu inasema kibubu changu na Dorcas, kidogo changu kikubwa kwao. Kwetu kinaweza kikawa ni kidogo, lakini kwa wao kikawa ni kitu kikubwa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, asanteni sana kwa kuja, na leo tumezindua rasmi kibubu changu na Dorcas. Mungu awabariki sana. Jina naitwa Eva Omari au Mama Shelomisi. Mimi pia ni mmoja wa wazazi wa watoto wenye changamoto. Mwanangu anaitwa Shelomi, pia ana changamoto. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ngumu ku accept kwamba mwanangu ana changamoto. Hiyo naelewa pia na wazazi wengine ambao wanashindwa kuwatoa watoto wao nje kwa sababu inakuwa ngumu ku accept. Kuona mtoto wako wewe ni mlemavu na anakaa ndani tu, huwezi kumtoa wala hawezi kutembea wala hawezi kukaa. Hiyo ni kitu kikubwa ambacho watu tunapitia muda mwingi, na mara nyingi inakuwa kama inakuharibu kisaikolojia. Kwa hiyo kama kuna mzazi ambaye anamficha mwanae ndani, na kama kuna wazazi ambao wanaweka watoto wao ndani, yani nakusii usikate tamaa wala usiache. Yani uwe proud na mwanao, ujivunie mwanao. Mwanao ndo kila kitu kwako. Huyo mtoto ni Mungu amekupatia na anakuonyesha wapi pa kutokea na njia ya kutokea. Kama amekuamini kukupa huyo mtoto, pia unaweza kupambana naye na ukapata njia ya kupambana na huyo mtoto. Usimfiche mwanao ndani, jitahidi kumtoa mtoto nje. Najua inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa ni ngumu sana ku accept. Yaani kukubali kwamba mwanangu mimi ni wa kukaa, mwanangu mimi ni wa kulala ndani, ni kitu kigumu sana. Hata mimi mwenyewe kufika hapa nimetumia nguvu kubwa. Yaani watu ambao wamenizunguka wametumia nguvu kubwa sana kuni cancel. Before, kabla sijaja hapa, nilikuwa ni mtu wa kukaa ndani. Nilikuwa nakaa ndani na watu wanaonizunguka walikuwa wanashuhudia hilo, kwa sababu hata kumtoa mwanangu nje nilikuwa siwezi. Kwa sababu jamii inaonizunguka bado haijapata elimu kuhusu CP. Ilikuwa nikikaa tena mwanangu ndani, kulikuwa hakuna mtu wala mtoto yote anayekuja kucheza na mwanangu. Unaambiwa usiende kucheza na mtoto yule kwa sababu amelaaniwa. Yaani anakuwa na changamoto, wanahisi kama mwanangu pia anaweza kuwaambukiza. Yaani ilikuwa sio vizuri sana. Yaani nilikuwa najisikia vibaya, nilikuwa nalia. Lakini baada ya kufika hata hapa Dorcas, kiukweli, baada ya kupata elimu, baada ya kuambiwa mwanangu mimi ni shujaa, baada ya kuambiwa Mungu ameniamini kunipa mtoto kama Shelomisi, sasa hivi ninaweza kutembea naye, ninaweza kwenda naye sehemu yoyote. I'm proud of her.
Yaani najivunia sana kuwa naye na nimemkubali na vile alivyo. Pia hata wazazi wengine ambao hawajakubali watoto wao, ni Mungu amekupa, Mungu amekuamini. Yaani hata watu wanaokuzunguka hawawezi kubeba hilo, lakini Mungu amekuona wewe. Jivunie mwanao, toka naye nje, mtoe acheze na watoto wengine, usikae naye ndani, yani usilie naye ndani, kwa sababu hamna mtu atakaye kuona. Toka naye nje, furahi naye, jivunie kuwa naye pia, na hata watu wengine watamuona. Yani kama ukimweka ndani hakuna mtu atakaye muona. Jitahidi kumtoa mtoto wako nje pia naye aonekane, atakuwa baraka kwako wakati wote. Kwa majina naitwa Kijoli Ali Rashidi au Mama Abdul. Niko mbele yenu kwa namna fulani ya Abdul. Abdul ni mtoto ambaye ana cerebral ama utindio wa ubongo. Niko hapa kwa ajili ya mafanikio ya hiyo tukio la cerebral kama mzazi. Ni nyakati ngumu sana nimepita, ila leo nataka kuambia kitu tu kimoja. Nilikuwa nashinda nyumbani bila mafanikio. Baada ya kuja Dorcas kuna namna naiona. Mtoto wangu alikuwa hana afya, sasa hivi ananawiri. Asante Mungu kupitia hili. Asante partner wa Dorcas. Asante partner ambao wana support Dorcas. Mungu awabariki sana. Ujio wetu wa leo ni shukrani zetu sana kwa Watanzania. Namna ambao wametushika mkono. Wametushika mkono bila kuchoka. Hawajawahi kuchoka hata siku moja kupitia watoto wetu. Wazazi tumepata faraja. Tunaweza kujiimarisha wenyewe sasa hivi, kutafuta hela za watoto wetu kwa ajili ya dawa. Hivyo sasa tuna namna yetu moja tu sasa hivi kwa ajili ya eneo letu. Watoto wetu wana nyumba wanaishi, lakini ni ya kupanga. Kwa tunalipa kodi. Je, namna ya kulipa kodi mpaka lini? Tunatamani watoto wetu wa hii mahali pawe pa kwao. Wawe na nyumbani kwao. Sababu sisi ni wazazi. Ninapokaa nyumbani kwangu, Abdul anakuja Dorcas. Tunalipa kodi. Ikitokea hajalipa kodi, ni ngumu. Hivyo mnanaji wa Tanzania mkitusupport huko ofisini, wewe unauza mamalishe, tunahitaji shilingi 100 yako uiweke ndani ya kibubu chetu, sababu mradi wetu leo ni huu hapa. Mimi mzazi nitakuwa namba 1 kusimamia hichi kibubu. Amen. Mama, weka shilingi 100 kwa ajili ya watoto wetu. Tunatamani kuna mtu anaona Mama Abdul sasa hivi anapendeza. Lakini kwa kupitia Dorcas. Dorcas imeletwa na Watanzania. Na Watanzania ndio wanaisimamisha Dorcas kwa sababu ya michango yao, kwa sababu ya upendo wao, kwa sababu Mungu amewabariki kuwashika mkono watoto hawa. Ukimshika mtoto wetu Dorcas mkono, umewashika wazazi wa Dorcas wote. Amen. Tunampenda mkurugenzi wetu sisi, sababu tunaishi kwa upendo. Upendo unatoka wapi? Kwa sababu wanaopenda watoto wetu. Ni kwa sababu nyinyi mna support Dorcas, na ndio maana mkurugenzi wetu anapata nguvu ya kuwahudumia watoto wetu. Hivyo nawaambia partners jamani, wa Tanzania ambao wako nje ya Tanzania, Mama Samia popote ulipo, wazazi tunatamani hii nyumba iwe ya kwetu. Tunalipa kodi, lakini tumeleta mradi huu wa Dorcas wa kununua nyumba hii. Tumelipa kiasi ya milioni 180. Tumebakiwa bado na shilingi milioni 120. Tunatamani hata ikifika hata mwezi wa 4 wa 5 hili swala lilo limeisha. Kwa ajili ya watoto wetu jamani wa Tanzania, tunaomba kwa ajili ya watoto wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Partners wa Dorcas, Mungu awabariki, muendelee kuwa na sisi msichoke. Amen, asanteni. Habari zenu wa Tanzania. Mimi naitwa Esther John au Mama Rehema, na mimi ni mzazi katika hiki kituo cha Dorcas Home Care Initiative. Kiukweli mimi binafsi namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hichi kituo. Kimefanyika familia, kimefanyika msaada, kimefanyika mabega yetu. Wao wametukumbatia. Na naamini Watanzania mmekuwa sababu kubwa sana. Yamkini ningekuwa natoka mimi binafsi naomba mchango au msaada kwako, yamkini kuna wakati ungechoka. Lakini dada yetu dada Rehema ameamua kusimama kwenye hiyo nafasi ya kwangu na wazazi wengine. Na lengo ni moja tu, kwa ajili ya watoto wetu. Dada Rehema ana mtoto ambaye ana CP. Alikuwa anamtosha kabisa kumhudumia, lakini ametukusanya wazazi zaidi ya 70 hapa kwenye hichi kituo na watoto wetu. Kwa anapodili na watoto anadili na wazazi 70. Kwa ni kama anadili na familia 140. Lakini peke yake asingeweza, ni kwa sababu kuanzia kwenye buku lenye thamani imeonyesha mchango mkubwa sana mpaka kufika hiyo milioni 180. Lakini nachotaka tu niwahakikishie ni kwamba sadaka zenu zinakuja mahali sahihi sana. Sisi wenyewe ni mashahidi. Watoto wetu walikuja hapa wakiwa hawajiwezi kwa vitu vingi. Hizo Pampers ambazo ni shilingi 500 tulikuwa tunashindwa kuwahudumia watoto wetu kwa sababu tumekaa chini kwa muda mrefu. Lakini kituo hiki kimefanyika baraka, sio tu kwa watoto, lakini hata kwa sisi wenyewe wazazi.
Hivyo tunaomba muendelee kutushika mkono. Wewe mwenyewe ni shahidi, ukikaa kwenye nyumba ya kupanga unaishi kwa wasiwasi, unakuwa huna amani, kwa sababu wakati wote mwenye nyumba anaweza akataka kupangisha kodi au anataka abadilishe mazingira. Lakini ukiwa kwenye nyumba yako unakuwa na uhuru, hata wageni wakija kwako wanakuja wanajisikia vizuri. Kiukweli ni vile mko nyuma ya kamera, lakini sisi ambao tuko hapa wanakuja wazazi wengi sana wakiwa wana mahitaji mbalimbali, lakini wakati mwingine inakuwa ngumu kuwapokea kwa sababu kwanza hata eneo lenyewe sio la kwetu, lakini pia udogo wa eneo. Naamini ikiwa nyumba yetu itaboreshwa, maeneo yatakuwa mazuri na yatakuwa rafiki kwa ajili ya kufikia watoto wengi. Kwa mimi niko tu hapa kusema kwamba tunaomba support yenu ya Kibubu changu pamoja na Dorcas. Tunatamani sana kufikia lengo kama ambavyo amesema mkurugenzi, mwezi wa 3 tuwe tumemalizana na hili swala, ili muweze kuona yale mambo mengine makubwa ambayo yameandaliwa kwa ajili ya watoto wetu. Na mimi nataka nikwambie, ukisimama na mtoto mmoja umesimama na familia nzima. Ukimuinua mtoto mmoja akakaa mazingira salama, huyu mzazi na yeye siku moja atakwambia na mimi nimesimama na mtoto mwingine, kwa sababu kuna mtu alisimama na mtoto wake. Hivyo mimi nawaomba kwa nafasi hii, tunaomba sana mtusapoti, mtushike mkono na msituchoke. Mungu awabariki. Lakini pia nipende kuwashukuru sana mashujaa wangu hawa wa mama. Hawa ni mashujaa wangu. Tumeona hapa kila mmoja ana jambo lake ambalo analifanya. Kila mmoja ana brandi yake ya biashara. Kwa hiyo kupitia Dorcas wamama pia wameinuka. So tunapohitimisha, nipende kuwakaribisha tena Watanzania kushiriki pamoja nasi katika safari hii ya Kibubu changu na Dorcas. Ninaamini kama wewe either una taasisi, unaweza ukatuambia, tutakuletea kwenye taasisi yako ukawa baraka kwenye kipindi hiki cha matendo ya huruma kwa watoto wetu wa Dorcas. Lakini pia kama alivyosema ndugu Ablent, inawezekana pia una ofisi yako, unatamani uwe na kibubu chako pale mpaka tarehe 22, tutakuletea kibubu. Lakini pia inawezekana wewe ni mwalimu uko shuleni, unatamani wahusishe pia walimu wenzako au wanafunzi. Lakini pia kwenye ngazi ya familia nitaisemea, inawezekana wewe ni mzazi. Nitapenda tuhusishe kibubu chetu katika kuwafundisha watoto wetu namna ya kujali pia watoto wenzao. Ninajua kabisa Mungu ametubariki watoto wengine, na natamani tupitia kibubu hiki tuweze kuwaonyesha watoto wetu ambao wao ni wazima kabisa ya kwamba kuna watoto wenzao wanahitaji kushikwa mkono na kuinuliwa tena. Kwa hiyo katika ngazi ya familia, inawezekana wewe ni baba au wewe ni mama ukachukua kibubu chako kwa ajili yako wewe na watoto wako, kwa ajili ya kuwafundisha watoto au ndugu zako kwenye familia kwamba tuna watoto pia aina hii. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na niwatakie mfungo mwema wa Kwaresma pamoja na wa Ramadhani. Kwa wale ndugu zetu Waislamu, Mungu awabariki sana. Karibuni sana, tushirikiane pamoja katika safari yetu hii ya Kibubu changu na Dorcas. Lakini pia tukutane tarehe 22 Machi katika grand finali, tunavunja vibubu vyetu, na Mungu awabariki sana.